Kama unahisi kutoka moyoni mwako, niko nyuma na sehemu ambayo nilitakiwa mimi niwe kwa sasa hivi kwa jitihada unazozifanya, na kama unahisi kama unazidi kupoteza japokuwa unapambana na kujitoa kwa hali yote, kama unaona kabisa sina uhakika hii safari yangu kama itaweza kufanikiwa, ngoja nikupe habari mbaya. Ni hivi, hamna kitu chochote unachokosea wala hamna kitu chochote ambacho hakiko sawa. Kila kitu kipo sahihi kama kinavyotakiwa kuwa. Hiyo ndio tunayoita ni ujasiriamali. Upo kwenye njia sahihi, unafanya vitu sahihi kabisa. Kitu kinachotokea uhalisia ni kwamba unauona mwisho ukiwa miles away. Sasa hii ndio sahihi, unatakiwa iwe hivyo. Ni kwamba kufikia hiyo hatua ambayo unaiona hiyo ya mwisho, haupandi ngazi, yani kwamba ni ngazi tu pa au ni mstari umenyooka. Hapana, haifiki hivyo. Ingekuwa hivyo ingekuwa rahisi, hata shoga yako angefanya unachokifanya. Hii safari inajumuisha kutokulala usiku, kutokujua mwisho wa mwezi huu na walipa nini hawa watu wanaofanya kazi na wewe, na sometimes unaweza ukaona kabisa, mbona sioni uhakika ndani ya miaka 5 kama nitaweza kufikia hatua ninayoitaka kwa mwendo huu ninaopiga, au hata kweli nitaweza kujilipa jitihada, investment na risk ninayoibeba kwa miaka yote 5 kama safari ndio inaenda kwa sura hii. Nini cha kufanya? Kati ya kitu pekee ambacho kinaweza kukufanya ukasustain kitu unachokifanya ni kitu hiki kimoja. Shift mindset kwenye mindset hii kwamba kila jitihada ninayoifanya, kila hatua ninayoitengeneza, kila mapambano ninayoyaweka na kila namna na kila investment ninazozifanya, ninazifanya kwa ajili ya mimi mwenyewe kuwa mtu sahihi ninayehitaji kuwa. Ukifanya hii kama ndo reward ama ndo malipo utakaoyapata kwa kupitia hizi vurugu zote, then inakupa nafasi ya wewe kuona okay, kumbe sipotezi muda bure, kwa sababu actually nina improve na ninajenga kitu ambacho hakuna mtu mwingine anaweza kukipata kwa kuchuma tu maua au kuchuma tu sehemu. Na itakuondoa shift kutafuta approval kwa watu wengine ambao hawakufahamu. Yani itakuondolea ile shift ya kuanza kuona mbona kama watu wengine appreciate kitu unachokifanya. Itakusaidia kuondoa hiyo approval, kwa sababu ukitaka hiyo itakuumiza. It reach a point itakuwa blooms, it reach a point imeyumba, kuna reach a point kila mtu anakutaka, it reach a point kila mtu kama vile akuone tena. So ukitoa hiyo mamlaka kwa hao wa kuappreciate ukaiweka kwako kwa self development, umewin. Ndio maana sasa unahitaji watu sahihi, sehemu sahihi, exposure sahihi, watu sahihi na mazingira sahihi yatakayozunguka kuweza kukuambia haya maneno na kukupa njia sahihi za kufanya ili kuachieve everything na kila hatua unayopitia. Nini cha kufanya? Ndio maana sasa nimeandaa platform maalum inaitwa MBH. MBH ni platform maalum ambayo itakupatia hivi vyote nilivyovitaja. Na namna ya kujiunga kwenye platform hii, kwenye mtandao wa kijamii unaoangalia sasa hivi hii video, hapo juu kwenye bio kuna link. Gusa link hapo, itakupeleka kwenye namna gani ya kuweza kujiunga kwenye platform hii, then join kwenye hiyo platform at least kwa mwaka. Na kama unatazama hii video kwa Instagram, unaweza pia ukagusa kwenye link in bio, ama usihangaike, hapa comment neno MBH. Mimi binafsi nitakutumia link hii DM kwako, na wewe DM kwako utaigusa na utaweza kuangalia utaratibu wa kujiunga. Jiunga at least kwa mwaka, jifunze kuwa kwenye mazingira sahihi, then mambo yatabadilika eventually. Tukutane kwenye platform yetu ya MBH.